Na kutoka Dar es Salaam Tanzania, leo ni tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2025. Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Mlimani TV katika kipindi hiki cha Mlimani leo asubuhi, na hii ikiwa ni Jahara sehemu ya kwanza. Na leo hii kwa namna ya pekee kabisa tutakwenda kuangazia mapinduzi ya kidigitali katika uhifadhi wa wanyamapori. Sasa kwa uzito na unyeti wa mada hii, leo hii hapa studio nimemwalika Elisa Kikota. Yeye ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam akisomea uhandisi wa mawasiliano ya simu, lakini zaidi huyu ni mshindi katika maonesho ya 10 ya wiki ya ubunifu na utafiti katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Yeye bana aliamua kubuni mfumo wa ufuatiliaji wa nyama unaotumia AI ama akili bandia, wengine pia wanaita akili mnemba. Bwana Elisa, karibu sana katika studio zetu. Asante sana. Pia hongera kwa ushindi. Nashukuru. Naam, mtazamaji pia unaweza kutufuatilia kupitia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Instagram kitupata kama Mlimani TV Official, lakini YouTube tunapatikana kama Mlimani TV UDZ. Mimi jina langu ni Emmanuel Mwela. Karibu sasa mtazamaji tuweze kuiangazia yale tuliyokuandalia kwa siku hii ya leo. Elisa Kikota. Ndio. Karibu tena kwa karibu katika studio zetu kwa mara nyingine. Asante sana. Lakini pia nikupongeze kwa kuibuka mshindi katika maonesho ya wiki ya ubunifu na utafiti. Ndio, asante. Pengine tuanze sasa kwa kufahamu mfumo wako. Mfumo wa ufuatiliaji wa nyama unaotumia akili bandia. Ni mfumo wa namna gani huu Bwana Elisa? Huu mfumo ni una parts kubwa tatu. Kwa high level ndio tukasema. Ndio. Una tag, tunaita animal tag. Ndio. Ambayo inavalishwa mnyama kwenye shingo. Alafu pia tuna mobile app kwa ajili ya watu tunaita patrol officers wanaotembea kule mbugani. Alafu tuna web interface ambayo inakaa ofisini. Kwa kikubwa kuna hizo parts tatu. Sasa animal tag inatuma data za mnyama kama location yake na afya yake. Alafu inaenda ofisini, inatuma kwenye database huko. Alafu kupitia ile mobile app ya mtu wa mbugani kule anaona kitu gani kinaendelea kwa mnyama. Lakini at the same time huko ofisini tunaona overall vitu vyote vinavyoendelea. Kwa hiyo mfumo huu ni lazima avalishwe mnyama mwenyewe. Yes, lazima avalishwe mnyama. Haiwezi kutumika tofauti na mazingira kwamba haipo kwa mnyama. Kwa sababu lengo ni kumfuatilia mnyama. Lakini pia project ni kubwa sana. Ndio. Tukisema wanyama ni wengi. Wanyamapori pia ni wengi. Tumefocus na wale ambao wanakaribia kuisha duniani kama vifaru. Ndio. Kwa hiyo ndio focus kubwa kwanza kwa sasa hivi. Sawa, mfumo wa ufuatiliaji wa nyama unaotumia akili bandia. Ndio. Uliona nini ama wazo lilitoka wapi mpaka ukaona sasa ni wakati sahihi wa Elisa kutengeneza hiki? Okay. Mimi kama mwanafunzi wa uhandisi wa mawasiliano, ndio, nilikaa pia nilikuwa na changamoto. Tuna wanyama ambao wanakaribia kuisha duniani. Ndio. Sina mchango wote kwa wanyama. Nilikuwa naweza nikafanya kitu. Lakini ukifika mwaka wa mwisho kuna fanya hiyo presentation. Ndio. Kuna pangia supervisor ana supervise project yako. Nilikuwa nikakutana naye na yeye akana wazo hilo. Ndio. Na yeye kwa bahati nzuri alishatembelea hifadhi moja hapa Tanzania. Wakahitaji hicho kitu. Ndio. Kwa tuka-align pamoja ndio tukaanza kufanya hicho kitu. Lakini wao watu wa hifadhi wanahitaji kitu kidogo tu waweze kutrack wanyama tu. Ila mimi nikaongeza vitu vingine vya ziada hadi akili bandia. Kwa hiyo wazo la Elisa pia limeshirikisha na mhadhiri wa chuo. Kuweza kufanikisha. Ili kuchukua muda gani sasa kuweza kutengeneza mfumo, na pengine katika hatua za awali kabisa ulikuwa na athari gani ama changamoto zilizoweza kujitokeza? Changamoto zipo tu, huwezi kuzikimbia. Lakini nilianza mwaka jana I think kwenye PT pale. Kipindi cha PT inakuwa ni mwezi wa 7 mwishoni wa 8. Wa 7 mpaka 9 mpaka mwaka huu sasa hivi. Ndio. Bado nifanya pia kama fan ya presentation. Kwa hiyo ilianza toka mwaka jana. Changamoto unazopata zipo nyingi. Kwenye ulimwengu wa hardware kaida ukidevelop vitu unaweza wiki nzima ukakesha kitu kifanyi kazi. Kwa changamoto zipo. Utauliza watu, utapata misaada sehemu tofauti. Mpaka kinafanikiwa. Sawa, mfumo huu wa ufuatiliaji wa wanyama bila shaka unahitaji nishati ya kutosha na data. Sasa mfumo wako huu umewezaje kuhakikisha kwamba unaweza kuhimili maisha ya mbugani pamoja na hifadhi zilizopo nchini Tanzania? Ukiangalia ndizo zinazokabiliwa na changamoto kubwa ya miundombinu. Ndio. Kuhusiana na data, zipo za kutosha. Ndio. Before kuideploy system kwenda kule kwenye hifadhi, lazima uwe na data za kuandaa hiyo
akili bandia. Ndio. Hizo kwa nashukuru sana supervisor alinisaidia nikapata za kutosha. Ndio tunatumia ku train hiyo AI tunasema. Ndio mpaka sasa ipo vizuri. Lakini kuna changamoto watu wanasema kile kifaa kinaweza kikakaa vipi mbugani, kinaweza kika sustain vipi. Ile kifaa kimetengenezwa kwa kinazungukwa na ngozi ya mnyama yenyewe, yani tunasema ile tag yenyewe ambayo inavalishwa. Ndio. Ni kama mkanda ambao unatengenezwa kwa ngozi ya mnyama mwenyewe. Kwa hiyo ukimvalisha yenyewe kwa pia msumbui. Yeah, kwa hiyo inakuwa haiwezi kuharibika kirahisi. Napenda kuuliza watu mkanda baba yako ambaye anakupigia mbali na kisu ni kitu gani unaweza kuukata, kwa sio rahisi kuharibika. Sawa. Pengine sasa mfumo huu ni mahitaji yapi na yapi ambao unahitaji mpaka kukamilika kwa mfumo huu? Nashukuru kwa ushindi nilopata. Ndio umenisaidia kuweza kukamilisha vitu ambavyo vilikuwa vinakwama. Ndio. Kama hiyo ngozi, lakini pia interface ile ya website ikae vizuri, muonekano wake ule uweze kukaa vizuri. Chingine nahitaji pia ziwe nyingi ili tuweze tukaweze kupeleka kwenye hifadhi katestiwe. Yeah. Kwa nashukuru Mungu kwa ushindi nilopata, unaniwezesha kufika huko. Bwana, sawa. Mtazamaji wa Mlimani TV, kama ndo kwanza utakuwa unaungana nasi, ni kukumbushe tu kwamba kipindi hewani hivi sasa ni Mlimani leo asubuhi, na leo hii tunaangazia mapinduzi ya kidigitali katika uhifadhi wa wanyamapori. Hapa studio mgeni wangu leo ni Elisa Kikota. Huyu ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini zaidi ya yote ni mshindi katika maonesho ya 10 ya wiki ya ubunifu na utafiti kwenye Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Yeye akiwa amebuni mfumo wa ufuatiliaji wa wanyama unaotumia akili bandia ama akili mnemba kama ambavyo wengi tunaifahamu. Mimi jina langu ni Emmanuel Mwela. Bado tuko hapa tunazidi kujifunza mambo mengi kweli kuhusiana na mfumo huu ambao umetengenezwa na ndugu yetu Elisa Kikota. Elisa, ndio. Mfumo huu sasa katika kubuni na kutengeneza kwako umezingatiaje usalama wa data, nikiwa na maanisha data privacy, ikilinganishwa na kwamba taarifa pia zinaweza kutumiwa na majangili kufanya matukio ya kihalifu katika sehemu za mbuga? Okay, mara kwanza kulikuja wazo kwamba huu mfumo kwa nini usitumike na wale watalii. Ndio. Ukifika pale hifadhi waweze kuona wanyama hapo wapi wafuate. Tukasema je, what if jangili ndio mtalii? Ndio mtalii, yes. Kwa tukasema hapana. Data, yani mfumo usiwe usiwafikie watalii. Uishie tu kwa wale watu ofisini. Lakini pia process ya data inapotumwa kutoka inavyochukuliwa kwa mnyama, zinafika kwa wale watu ofisini mpaka wale watu wa patrol. Kote ni secure. Ndio. Yani ni kitu cha kwanza kabisa before kufanya kitu chochote lazima uhakikishe data ni secure. Mimi kama mhandisi naweza nikaingia deep nikaelezea mambo ya encryption tunapofanya mpaka data zinatumwa, lakini kwa juu data zipo very secured. Ndio. Mtu wa nje hawezi kuzipata unless yupo ndani ya mfumo. Yeah. Kwa hiyo usalama umezingatiwa. Lazima, yani priority, kitu cha kwanza kabisa. Majangili hawezi kuvuruga mfumo. Hapana. Sawa, mfumo huu umesema ni wa ufuatiliaji wa nyama. Na ili hali mpaka sasa kuna watu maalum ambao wako wanawafuatilia wanyama. Pengine wanawahesabu, wanaenda wanafuatilia maisha yao. Sasa kuwepo kwa mfumo huu sasa, kama utakubalika na utaendelea kutumika, unaongeza ajira kwa Watanzania ama ndio unapunguza ajira kabisa, kwamba utakuwa ni mfumo wenyewe tu? Actually ni muongeza ajira. Kwa sababu ni mfumo, cha kwanza ni mfumo. Ndio. Kuna watu itabidi wawepo kwa ajili ya kumaintain. Lakini pia ni nafasi ya ajira. Kikubwa tunaangalia system analysis, lazima watahitajika wengi. Ndio. Lakini pia tunarahisisha ufanyaji kazi. Kwa vitu vinakuwa vinafanyika efficient zaidi. Kwa sababu mwanzoni ni tunasema traditional methods. Ndio. Utapiga simu ofisini, utatumia zile wanaita walkie talkies. Filing system inayotumika ni manual, paper zaidi. Lakini sasa hivi tumeautomate vitu vyote hivi vinafanyika kwenye system. Lakini ajira Elisa hapo inapungua. Kwa sababu gani? Kwa hiyo yani ambao watakuwa wanahusika na huo mfumo ni wale ambao kidogo wana taaluma hiyo. Uwezo kaniambia mimi leo hii mwandishi nitaenda nikanufaike na mfumo huo, maana yake hapo ajira yangu itakuwa imeangamia. Kama nilivyosema mwanzoni, kuna watu watahitajika kwa ajili ya mfumo.
Ndio. Lakini pia mfumo tulivyoandaa haupo very complicated. Kwamba kuna watu watapunguza ajira. Ndio. Mfumo utaanza kwa ajili ya wale ambao tayari wapo kwenye ajira zao. Lakini tumeongeza nafasi ya ziada ya system analysis. Wanasema analytics. Ya kwa ajili ya hao watu. Kwa hao watu wataongezeka. Ndio. Kama nafasi ya ziada. Yeah. Sawa, ikitokea serikali haijatumia mfumo huu wa ubunifu huu ambao umeamua kufanya, una mpango gani sasa mbadala wa kuhakikisha mfumo wako unaendelea na hauishi kwenye maonesho peke yake? Kwa sasa nilivyojipanga, nashukuru Mungu kuna sehemu ambazo tutaenda kutest baada ya kukamilika. Ndio. Kuhusu serikali kuikubali na kuikataa, hiyo tutapambana tu. Ama ni changamoto. Ni mipango ya Mungu. Ni mipango ya Mungu. Ni changamoto zipo, lakini uzuri tunasema ambao tutaanza, tunategemea wao watafurahi kwa sababu tumeongeza vitu vya ziada. Walitegemea kama 10%, sisi tumewapa 100 yote. Kwa hiyo tutategemea itakuwa mteja wa kwanza atakuja mwingine. Tunategemea ndio recommendation. Kama serikali itashindwa kutumia. Wewe labda una kitu kingine mbadala ambacho kitaenda kunufaika na mfumo huu? Yes. Sasa mfumo ni mkubwa. Sasa hivi mfumo una hiyo tag inavalishwa mnyama. Ndio. Tukaona kama haina tag mfumo ufanye kazi. Tukasema hapana. Kwa mfumo sasa hivi pia unatumika na watu wa research. Ndio. Ambapo tuna section tumeweka pale. Kama ni mtu wa research, una data zako unataka kuzifanyia analysis, kuna section kwa ajili yako. Unakuja pale na data zako, unaweza analyze. Na kikubwa labda mpaka sasa hivi tusijaongea. Hizo akili mnemba inafanya nini kwenye system? Ina parts kubwa mbili. Inajaribu kutabiri anapoelekea. So data zake zamani, inajaribu kupredict anapoelekea. Lakini pia inaangalia kama kuna hali yote sio kawaida ya mnyama kwa sasa hivi. Kwa inafanya vitu vile. Kwa kama kuna shida yote sasa hivi inakuwa alert. Kulingana na mnyama anapoelekea, je, anaelekea kwenye makazi ya watu? Ndio. Au anapoelekea, je, wale watu wa hifadhi wanajua kabisa ndio maeneo ambapo majangili wanakaa? Kwa tuchukue tahadhari. Ndio. Kwa akili mnemba inafanya kazi. Sawa, kwa maoni yako Bwana Elisa. Bara la Afrika tunatarajia kuwa na ubunifu na ugunduzi wetu sisi binafsi, tuache kutegemea teknolojia za watu kutoka nje ya nchi. Sasa unadhani ubunifu unaochochewa na nchi za Kiafrika unaweza kukabiliana na ushindani wa kimataifa bila kufuata mfumo wa mataifa yaliyoendelea kama Japani na Marekani? Ndio. Dunia sasa hivi kila kitu kipo kwenye mtandao. Ndio. Unaona kabisa mzao wako anafanya nini. Yaani hiyo karne ya kwamba wazungu ndo watafanya kila kitu ishapita sasa hivi. Kwa sasa hivi kila kitu unaona mwenzako anafanya nini kipo kwenye mtandao. Hata sisi before kwanza tulianza kuangalia wenzetu wamefanya nini. Na sisi tukajitahidi tupeneza kitu ambacho wao hawajafanya. Na hata mfumo hao ambao wanasema wameendelea hawajafanya. Ndio. Kwa ndo kitu ambacho najivunia pia. Yes. Sasa unajua mnaweza mkao mnasema kwamba mnachukua ubunifu kutoka mataifa hayo yaliyoendelea kama Japani na Marekani. Sasa unadhani mfumo huu kwamba unaweza kuishi humo kwako tu ambavyo umeamua kubuni wewe, yani ukacheza na mbinu zako wewe bila kufuata sasa mataifa ya magharibi yenyewe yametengeneza nini? Hapana. Lazima ufuate utaratibu, lazima kwanza tunasema benchmarking. Before uanze ubunifu lazima ufanye benchmark. Ndio. Wewe upo wapi sasa hivi kwa ubunifu wako? Na utaongeza kitu gani? Ndio. Alafu ndo baada hapo ndo unatengeneza. Kwa hiyo ni lazima kufuata utaratibu na ubunifu ambao watu wengine wamefanya. Katika mfumo huu umewahi kujiuliza kwamba unaweza kutumika katika sekta nyingine tofauti kama sekta ya afya na kilimo? Afya na kilimo, hivi tukisema kilimo mifugo pia simo ndani. Kwa sasa hivi tumefocus kwenye mifugo. Lakini tuna mpango wa kufika mbali zaidi. Sasa sijui nini, uvuaji wa samaki. Pia ni kilimo. Ni uvuvi ndio, ni sehemu. Yes, kwa tuna mpango kufika huko pia. Kwa sasa hivi tumeanza tuna wanyama, lakini scope future tunategemea kufika huko. Kwenye sekta nyingine tukisemea kama afya na mambo mengine, of course tunachakata data za afya za mnyama. Ndio. Kwa huko tupo tayari. Yes. Sawa. Na kama ikitokea Tanzania imewekeza zaidi katika mfumo wa matumizi ya akili bandia kwa maana ya AI, unadhani ni sekta ipi ambayo ingenufaika zaidi na mfumo huu? Kwa sasa hivi backbone ya nchi ni kilimo. Ndio. Kwa I think sana huko. Na hata
watu wengi ambao wanafanya nao kazi ubunifu wao mwingi upo huko kwenye kilimo. Kutoa recommendations, kuhakikisha watu wanapata efficient yield, yani mazao yanakuwa yana afya nzuri, lakini pia production ongezeka. Kwa I think kilimo ndio sehemu ya kwanza. Kwa nini kilimo na si sekta nyingine? Tanzania hali tukitazama zipo sekta nyingi sana. Yes, ziko sekta za utalii, usafirishaji, uchukuzi, mawasiliano, habari na nini. Lakini kwa nini kilimo? Ukianza kutafuta nafasi ya kufanya ubunifu, unaanza kuangalia tatizo kubwa lipo wapi. Ndio. Na focus yako ipo wapi? Tanzania tu focus kwenye kilimo. Kama sikosei. Yes. Kwa hiyo lazima uanze huko. Alafu baada hapo unaangalia sekta gani inafuata. Je, ni usafirishaji au ni afya? Yani unaangalia au utalii. Ila kikubwa kwa sasa hivi ni kilimo. Lakini mimi niliamua tu nianze na utalii huko. Ila nikipata nafasi nitaingia huko pia. Sababu itatumika. Sawa. Mfumo huu pengine ulishawahi kujaribu sehemu nyingine tofauti na darasani na maonesho ya wiki ya ubunifu na utafiti? Darasani I think ni kwenye kutest. Mara kwanza tulikuwa tulifungia kuku. Ndio. System ilikuwa inachanganyikiwa. Sababu kuku hana migration pattern ambayo inaeleweka. Tukamfungia paka pia tulikuwa na namna kitu. Kwa hiyo tukaamua tutafute tu data. Sasa mwanzo nilikuwa tuna changamoto ya data, tuna data. Lakini tukapata data, kwa sasa hivi vitu vinaenda vizuri. Kwa mbali na hapo kutestia kwenye mazingira ya ya research week na darasani, sisi wenyewe kufanya test tu, kutest kuona kama mfumo unafanya kazi tu. Ndio. Kwa hiyo mambo ni mazuri bwana Elisa. Mambo ni mazuri. Nashukuru Mungu tumefika hapa. Haikuwa rahisi. Kwa safari ya mwaka, lakini tumejitahidi tumefika hapa. Pengine mradi huu unahusisha watu wangapi? Tupo 3. Ndio. Mpaka sasa hivi. Tupo 3. Na upatikanaji wa vifaa vya kukabiliana na mfumo huu? Vinapatikana, baadhi inabidi tuagize nje. Kwa hiyo lakini vingi tunarudi pale pale kwenye utegemezi pia kutoka mataifa yengine. Yani hapo ni lazima. Hapo lazima. Lakini kwa fupi yanapatikana. Vifaa vyote vinapatikana. Sawa, unapatikanaje sasa mfumo huu, labda na hata kama mtu atauhitaji gharama zake? Kwa gharama basi sasa hivi tunamalizia kudevelop mfumo. Yes, lakini mfumo unapatikana kwa njia tofauti. Yes. Kama ni mtu wa research, ukihitaji tunakupa website ile, unaingia unafanya kazi yako. Ndio. Utafanya analysis ya data zako, utaupload data zako. Kama ni mtu ambaye anahitaji kutrack sasa wanyama wako, ndio, personal tu, utaongea na sisi kulingana na data gani utakayochukua kwa mnyama na unataka uprocess vipi. Lakini kama ni hifadhi sasa, wewe sio mteja, yeye inabidi uongee naye. Kwa tunaangalia ni wanyama kiasi gani wanahitajika, tutawafungia hiyo tag, lakini pia patrol officers wake ni wangapi ambao tutatumia mobile app ile tutawapa. Lakini vyote vinapatikana mtandaoni, vipo hosted sasa hivi vinapatikana. Yes. Sasa ukihitaji link tutakutajia. Ndio. Sawa, pengine unadhani ni kwa kiasi gani sasa maonesho ya 10 ya wiki ya ubunifu na utafiti na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa ujumla kimeweza kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kufanikisha ubunifu wako? Ndio. Chuo kama chuo kilinisaidia kupata vifaa. Ndio. Sikugharamia vifaa vingi nilipata kutoka chuo. Lakini pia kupitia ushindani na hiyo hela niliyopata imenisupport kwa refu. Ndio. Kwa hiyo system itaenda mbali zaidi. Haitaishia hapa tu. Sawa, wapo wanafunzi wengi sana wanaosoma uhandisi wa mawasiliano pamoja na taaluma nyingine zinazohusiana na masuala ya sayansi. Ndio. Mapinduzi ya kidigitali katika uhifadhi wa wanyamapori na mifumo mingine wanashindwa kuitumia. Ni upi sasa wito wako kwa vijana hawa ambao wanashindwa kutumia nafasi hii? Na hata kufanya ubunifu nyingine tofauti na hiyo uliyoifanya wewe. Mimi naamini kila mtu ni mbunifu. Shida tunatofautiana kwanza. Kikubwa anza tu. Yaani chochote ulicho nacho usitegemee utakuwa na vitu vingi. Mimi nilianza tu kwa kipato kidogo. Nikamfuata supervisor akanisaidia hivyo. Kwa hiyo kikubwa anza tu. Changamoto zipo, mafanikio yaje vivi. Juhudi inahitajika kubwa. Kwa anza kuwa na juhudi, consistency. Hivyo. Mafanikio yatakuja tu. Na ikija ni matamu. Mafanikio yanaonekana. Yanaonekana tu. Kikubwa consistency, juhudi kubwa. Ndio. Lakini
cha muhimu anza tu kwa chochote ulichonacho. Sawa. Bwana Elisa, tukiwa tunamalizia sasa. Ndiyo. Kuna chochote sijakuuliza kuhusiana na mfumo huu na ungetamani kukizungumza? No, I think tumekava kila kitu. Yeah, tumekava kila kitu. Hadi kama nina competitor huko hata kwa shapata pointi za kunizidi, ila kwa bahati nzuri sijataja plans za ahead. Yeah, lakini mfumo kama mfumo umeelezea watu. Ndio. Yeah. Pengine sasa swali la mwisho kabisa Bwana Elisa. Ndiyo. Kama ukipewa miaka 5 ya kimkakati kufanya mabadiliko katika mfumo wako, ni kipi hasa ambacho utakiongeza katika mfumo huu? Kwa sasa hivi imekamilika. Ni kuscale tu, kupata devices zile nyingi kwa ajili ya kumfunga mnyama. Ndio. Lakini kwa miaka 5 hii nategemea kufika sekta nyingi zaidi. Yaani ukiachana tu na wanyama pori na wanyama wa mifugo pia, lakini pia tutaenda kwenye uvuvi. Ndio. Yeah, kwa hiyo tuna mikakati mingi, tuna plans nyingi na zitafanikiwa. Tumejipanga. Ndio. Yes, tumejipanga. Bwana, sawa. Bwana Elisa, mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana. Karibu tena katika studio zetu. Asante. Hongera pia kwa ubunifu. Asante sana. Naam, mtazamaji wa Mlimani TV, huyo ni Elisa Kikota. Yeye ni mwanafunzi anasoma uhandisi wa mawasiliano katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini zaidi ya yote kilichofanya ni muite hapa, yeye ni mshindi katika maonesho ya 10 ya wiki ya ubunifu na utafiti kwenye Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Yeye aliamua kubuni mfumo wa ufuatiliaji wa wanyama unaotumia akili bandia ama akili mnemba. Mpaka kufikia hapo sisi tunafikia tamati ya kipindi chetu cha Mlimani leo asubuhi katika kipindi hiki cha Jahara sehemu ya kwanza. Na leo hii tulikuwa tunaangazia mapinduzi ya kidigitali katika uhifadhi wa wanyama. Jina langu ni Emmanuel Mwela, mpaka wakati ujao, kwa heri na wakati mwema.